بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافان. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر وسائر أقضي له الحاجات. يا من يجيب العبد عند سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه التائهون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم صليا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa mara nyingine tena leo ikiwa ni siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, siku ya Jumatatu, katika muendelezo wa mtiririko wa daura za kiilmu. Leo tuko na dauratul Imam Ash-Shafi'i as-sadisa, dauratul Imam Ash-Shafi'i as-sadisa, semina ya Imam Shafi'i ya 6, baada ya kusoma kitabu al-Mabadi al-Fiqhiyya juz'u 4 cha Umar Abdul Jabbar, baada ya kusoma an-Nubdha fi al-Fiqh ya Abdul Rahman al-Mashhur, baada ya kusoma Safinatu as-Salah, Safinatu an-Najah, tukasoma matnu al-Ghaya wat-Taqrib ya Abu Shujaa, na leo tunasoma ar-Risala al-Jami'a wat-Tadhkira an-Nafi'a cha al-Sheikh Ahmad al-Hussein al-Alawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Tunahusia subra, tunahusia kutakasa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hilo, kwa sababu ikhlas ndiyo msingi wa kufaulu na ndio msingi wa tahsil al-ilm. Msingi wa kupata ilmu ni kutakasania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuitafute kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Talabna al-ilma li ghairi Allah fa aba an yakuna illa lillah. Tulitafuta ilmu kwa lengo lisilo la Allah subhanahu wa ta'ala, ikagoma isipokuwa iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tuwabashirie kwamba antum fi khairin adhim, mpo katika khairi, kwa sababu mtume anasema man yuridillahu bihi khairan ifaqihu fi din, kama fi hadithi Muawiya, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala humtakia khairi humpa ufahamu na fiqhi katika dini. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه, na atakayefuata njia kwa ajili ya kutafuta ilmu Allah humsahilishia kwa njia hiyo kutafuta ilmu njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo kutafuta ilmu ni sababu ya njia ya kwenda peponi kuwa nyepesi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Matnu ar-Risala al-Jami'a. Sisi katika kuanza kusoma tutaanza kusoma kwa mujibu wa vitabu vyenu, chapa mliokuwa nayo. Tutasoma kidogo kuhusu mtunzi, nao ni kwenye ukurasa wa 5. Ukifungua tu maelezo ya mwanzo kabisa, ndio kuhusu mtunzi. Anasema tarjamatul imami al-allamati al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi al-Habashi al-Hasani al-Hadrami al-Shafi'i. Ameitwa al-Habashi al-Hasani. Taban sio ajabu mimi kuitwa Ibn Rajab al-Hasani, kuna sheikh anaitwa al-Hasani. Al-Hadrami nisba ya Hadramaut, al-Habashi nisba ya Habasha, al-Hadrami nisba ya Hadramaut Yemen. Nitawaambia, wanasema katika kanuni, man aasha inda qaumin 40 yawman sara minhum, atakayeishi siku 40 baina ya watu wanakuwa miongoni mwao. Sheikh ameitwa al-Habashi, hakuzaliwa Habasha, kazaliwa Yemen katika vijiji vya Hadramaut, lakini alikuwa anaenda sana Habasha, akaitwa al-Habashi. Yani kwa mfano
Na ipo nyingi kwa ulama wengi. Kwa mfano mimi utataja nasabu yangu utasema As-Sudani. Wewe mfano As-Sudani kwa sababu nimekaa Sudani. Aliyeka Yemen inajuzu katika nisba yake ukasema Al-Yamani au As-San'ani ikiwa kwamba alikaa Sanaa. Al-Masri, Ad-Damashqi au mfano Al-Kikundiwi kwa sababu alikaa Kikundi muda mrefu, au As-Sultani amekaa Sultani muda mrefu. Unaona? Sultani ndio amekaa vizuri kuliko Al-Karumewi, Karume inogi kabisa yani. As-Sultani, unaona As-Sultani kwa sababu alikaa mtaa wa Sultani, kata ya Sultani, Kikundi pia katika kata ya Sultani. Kwa hiyo inakuwa imekaa vizuri. Idhan ukikaa kwa watu wanasema siku 40 unakuwa ni miongoni mwao na nisba yako inanasibishwa kwa unakuta huyo anaitwa Ad-Dimishqi, huyo Al-Masri, huyo Al-Yamani, maana hizi ni sehemu zote alienda na akakaa muda mrefu. Ismuhu wa nasabuhu, jina lake na nasabu yake. Huwa yeye ni Al-Habib, kipenzi, Al-Allamatu Mutawadhi'. Allama ni sighat mubalagha ya alim. Chukua hiyo taa marbuta huko, sio mwanamke, hiyo ni inaitwa ta'un lilmubalagha. Allama hiyo ni ala wazni fa'ala, ala wazni fa'ala. Idhan allama hiyo taa mwishoni ni ta'un lilmubalagha, kuonyesha kwamba huyu kathirul ilmi. Al-allama mwanachuoni mkubwa, al-mutawadhi' mnyenyekevu, wal imamul jami' imamu mwenye kukusanya ilmu, wal bahru bahari alwasi' iliyokuwa pana, ad-da'i ila Allah mwenye kulingania katika njia ya Allah, al-arifu billah mwenye kumtambua Allah. Abu Alawi Ahmad ibn Zain ibn Alawi ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Alawi ibn Abi Bakr al-Habashi. Ukiangalia namba 2 chini nakwambia luqiba bihi, amelaqibishwa na hiyo Habasha, likathrati taraddudihi, kwa wingi wa kwenda kwake, wa tuli iqamatihi, na urefu wa kukaa kwake, bi ardhi al-Habasha, katika ardhi ya Habasha amekaa sana Habasha, akaitwa al-Habashi. Kwa hiyo Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammadin Asadullah Ibn Hasan al-Turabi Ibn Hasan al-Turabi Ibn Ali Ibn al-Faqih al-Muqaddim Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad صاحب مرباط Ibn Ali خالع قسم أو قسم Ibn Alawi Ibn Muhammad Ibn Alawi صاحب سمل Ibn عبيد الله صاحب العرض Ibn Ahmad al-Muhajir Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Ali al-Uradi Ibn Ja'far al-Sadiq Ibn Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir Ibn Ali Zain al-Abidin Ibn al-Imam al-Husayn السبط الإمام السبط ابن الإمام علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. hiyo nasabu yake iko hivyo. Huyu maana yake ni sharif. Maana yake ni nani? Kwa sababu sharif ni yule ambaye anafanya intimaa kwa Al-Hasan na Al-Husayn biittifaqi min jihati al-ubuwa, kwa njia ya ubaba, na kwa njia ya umama ala al-qawl al-akhar, kwa njia ya umama. Kama ukirejea katika Sheikh ameandika kitabu hapa, anaitwa katika kitabu cha Ad-Durr an-Nafis fi bayan nasab al-imam al-a'imma Muhammad bin Idris cha Sheikh Ahmad bin Muhammad Makki al-Husaini al-Hamawi al-Hanafi, ametaja kwenye kitabu hiki Ad-Durr an-Nafis sharti ya usharifu. Na Allah kitupa umri inshallah tutakuja kusoma kitabu hiki tuone hawa wanaojinasibisha masharifu wanakuwa hivyo. Kataja ili mtu awe sharif lazima awe anajinasibisha kwa Al-Hasan au Al-Husayn. Anasema mfano kwenye khatima, la yalzamu min kauni al-imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu qurashiyan an yakuna sharifan bilmaana almustalah alayhi al'an. Asema Imam Shafi'i kuwa kwake mkureishi si lazima
na awe ni sharifu. Usharifu kwa maana hii tulokuwa nayo sasa hivi. Anasema li anna sharifa fil urfi alana, kwa sababu mtu sharifu, sababu fulani sharif kwenye urfi yetu ya leo, huwa man yantasibu ila alhasanaini, ni ambaye ananasibisha kwa nani? Alhasan wal Husain, bidhukura, kwa upande wa wanaume, dhakaran kana au untha, huyo mtu mwanamke au mwanaume, wa in ba'udat wiladatuhu minhuma, hata kama uzazi na kuzaliwa kwake uko mbali kweli kweli na Hasan na Husain, liannahuma sara aslan fi alhaqiqati lihadhihi alnisba, kwa sababu Alhasan wal Husain wamekuwa ndiyo sababu ya huu nasaba wa kisharifu kuitwa hivyo. وقد علم مما سبق أن الإمام الشافعي ليس منسوبا لواحد منهما بالذكورة اتفاقا ولا بالأنوثة على الصحيح كما تقدم. مشاونا يعني ukirejea maneno yake unakuta kwa Imam Shafi hauhusiani na Al-Hasan wal-Husaini, si kwa upande wa kiume wala upande wa kikeni. Tunaona vizuri. Sasa hivi imekuwa usharifu, hata wanaweza sharifu wanasibisha kwa Al-Hasan wal-Husaini, na hii hasa ipo kwa Mashia. Kwa Mashia wao wanachukulia katika sura kama hii. Baadhi yao kuna wengine usharifu ala urfu hiyo, kama yule bwana ambaye tumekutana naye ambaye anasema ni Hashimi katika Banu Hashim. Katika Banu Hashim kule Makkah alisema kwamba yeye katika Banu Hashim na nasaba yake inafika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye anapenda ahlul bait kadhalika, yani ana itikadi za ahlus sunna wal jamaa, lakini katika ukoo wake ni Banu Hashim kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam unafika. Idhan huyu ni katika masharifu kwa hiki ambacho nimekwambia, sababu sasa hivi urfu ya sasa hivi ni kunasibishwa kwa Al-Hasan wal Husain. Mtu ambaye nasabu yake inafika mpaka kwa Al-Hasan wal Husain inaitwa ni sharifu, waita ni sharifu. Na kuna ule usharifu kwamba mtu nasabu yake inafika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akwambia mtu mimi sharifu, mwambie nasabu yake tuone inafika mpaka wapi, atoe nasabu yake. Sio umetoka huko Gombero, umetoka zako huko Mgeta useme wewe sharifu. Umetoka wapi? Usharifu Mtume kafika huko, kuna sahaba kafika Matombo huko, kafika Mvuha, utambie wewe sharifu. Watuchanganya sasa. Ndio maana akasema wa ummuhu ash-sharifatu salihah. Unaona? Kama nasibisha mamake pia ni sharifu. Ndio maana Sheikh Makki Al-Husaini akasema kwamba sawa sawa mtu huyo ni mwanamume au mwanamke, pia ataitwa sharifu. Mama yake ni ash-sharifatu salihah, sharifu pia mama yake. Al-afifa, afifa ni mtu ambaye amejuziwa na udhinifu, yani uzinifu. Fatima bintu Sayyid al-alim al-fadil Ali ibn Aqil Baharun. Ukisikia hizi Baharun, Bafadil, Ba Yaqub, hizi ni lakabu za watu wa Yemen. Watu wa Yemen wanaitwa ba fulani. Yani ukisikia hiyo unaposema Baharun maana yake ni Abu Harun. Ba Yaqub maana yake ni Abu Yaqub. Au unasikia Bu Razaq, Bu Halima, Bu Muhammad, Saudi wanatumia hiyo. Idhan Baharun, Barahiyan mfano hiyo. Yaman ndio nisma hizo, Yaman. Jamilul Layli wasikia Ba'alawi, sawa. Al-Husaini al-Makki, Al-Husaini al-Makki, mbona wasikia hiyo Al-Husaini nisba kwa Husain, Al-Makki nisba ya Makkah. Miladuhu wa nash'atuhu, wulida radiyallahu ta'ala anhu bimadinati al-Ghurfa min mudni wadi Hadramaut. Amezaliwa katika miji ya bonde la Hadramaut, mpaka leo iko hivyo, bil Yaman, fi awail sanata 1069, mwanzoni mwa mwaka 1069 Hijria, na akakuwa katika mji huo, akahifadhi Qur'an tukufu, akajitahidi kutafuta ilmu angali mdogo, na tangu mdogo wa qalbuhu muallaqun bi rabbih, moyo wake umefungamana na Mola wake. Kwa hiyo huo ni biography kwa ufupi kuhusiana na mtunzi, na sisi tutatambuka mpaka kwenda kwenye kitabu kinapoanza. Kwa hiyo sogea hapo, sogea kwa sababu tulipotoka karatasi 1 2 3 4 karatasi 5 mpaka ukutane na matni, mpaka funga karatasi 6 mpaka kwenye bismillahir rahmanir rahim.
Hapo ndipo tutakapoanza. Kwa vitabu vyenu ni ukurasa wa 19. Kwenye chapa mlizokuwa nazo mkononi mwenu ni ukurasa wa 19. Hapo ndio matini ya kitabu chetu inaanza. Amesema matnu risala aljami'a. Matini ya kitabu inaitwa ar-risala aljami'a. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Na usiseme mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Hii sio tafsiri ya ahlus sunna wal jamaa. Hii ni tafsiri ya Ash'ari. Tafsiri ya Ash'ari, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Muallif ameanza na bismillahir rahmanir rahim iqtidaan bi kitabillah. Ameanza na bismillah akiiga kitabu cha Allah, kwa sababu Qur'ani imeanza na bismillah, kwa naye akaanza na bismillahir rahmanir rahim. Kadhalika akifuata as-sunna al-amaliyya, sunna ya kimatendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiandika barua zake anaanza na bismillahir rahmanir rahim. Kadhalika sunna ya kauli ambayo mtume alisema, na hadithi wanachona midhofisha kwamba kullu amri dhi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa aqta au fahuwa abtar. Khutbatul muallif, hotuba ya mtunzi. Khutbatul muallif hapa ni kama mukaddima unavyosema kwa vitabu vingine, lakini ametumia lugha ya khutbatul muallif. Hotuba ya muallif ni hotuba juu ya hiki kitabu, ndio mukaddima huo utangulizi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa njema anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote, na ndani yake kuna kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala birububiyya. Fihi wasfu Allah ta'ala birububiyya. Hamdan, kumhimidi ambako yuwafi ni'amahu, kunafikiana na neema zake au kunakutana na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukafiu mazidahu, na ma maana yukafiu mazidahu Isa? yukafiu mazidahu ma maanahu? ambao kule ambao kunaafikiana na kunaafikiana na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, kumhimidi ambacho kunaafikiana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazidisha. Suleiman, wa yukafiu mazidahu maana yake nini? Kuwa sawa na nini? Hiyo mazidahu maana yake nini? Awala yuwafi ni'amahu. Tafsiri yuwafi ni'amahu inatosheleza neema zake. Hamda inayotosheleza neema zake. Maana neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Idhan nakushukuru Allah subhanahu wa ta'ala shukurani ambazo zinaenea kwenye, zinaafikiana na zile neema zako, kwa sababu unaweza nikakushukuru alafu shukurani yangu isienee neema zako ambazo umefanyaje, umenipa mimi. Idhan hamda yuwafi, asili yuwafi wafahu, kama vile kumlipa, kumkuta, kumpata, kumtosheleza, sawa. Idhan yuwafi ni'amahu, kumhimidi ambako kutaenea na kutosheleza zile neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, istikana kuhimidi Allah kwenye baadhi tu ya neema zako. Kwa hii alhamd, na tofauti alhamdu na shukru ni nini? Alhamdu yakunu bilqawl faqat, alhamdu yakunu bilqawl faqat, amma ashukru yakunu bilqawl. Mzee, alhamdu ni kumhimidi Allah, ni kutaja mazuri yake tu kwa mdomo, alhamd. Ama ashukr ni kumhimidi Allah na kufanya kwa vitendo. Yani alhamd maana yake ni shukurani tu kwa mdomo, lakini ashukru inakuwa ni shukurani kwa mdomo na vitendo. Unamshukuru Allah hadi kwa vitendo vyako unavyofanya, utiifu wako. Ndio tofauti baina ya shukurani na alhamdu. Ama athana, athana ni nini? Athana kama tunasema na chuo ni tikraru sifa. Unasema alhamdulillah rabbil alamin, alafu kuongeza labda mfano qayyumis samawati wal ardin,
rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Yani kule kukariri kumsifia Allah, unarejea kumsifia Allah, hiyo inaitwa athana. Athana. Idhan athana ni kukariri kumsifia Allah. Ushamsifia mara ya kwanza, mfano alhamd. Thana ni kurudia kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wanasema anachoni mfano fahamidallah wa athna alayhi, kamhimidi Allah alafu akamsifia bima huwa ahlu, kwa zile sifa ambazo Allah anastahiki. Idhan wa yukafi mazidahu, mmesema kwamba inafanyaje? Kafa ayukafi maana yake nini? Mukafa au kulipa, kulingana sawa. Kwa hiyo na mazidahu yani wayukafi mazidahu, na inatosha kinachozidi, yani itoshe mpaka zile ambazo zitakazozidi katika sifa ya Allah, hii hamdi pia itoshe. Sawa sawa naam. Yani Kiarabu Kiswahili kidogo ndio kinaleta changamoto. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, na swala za Allah ziwe juu ya mtume wetu Muhammad. Tumeona swala za Allah kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana yake ni nini, kama tulivyoona katika sirat salatu nabii sallallahu alaihi wasallam, akinukuu maneno Ibn al-Qayyim katika Jila'ul Afham fi salatu wassalam ala khairil anam, kama ni nini thanauhu, Allah kumswalia mtume ni kumsifia mtume wake au kumtaja fil mala'il a'la. Sawa sawa. Alafu swala ya malaika kwa mtume ni kumuomba Allah amfanyie hilo mtume, yani Allah si anamtaja kwa mazuri mtume wake, dhikruhu fil mala'il a'la au thana alayhi. Kwa malaika au sisi tunamwambia, tunapomswalia mtume, maana yake tunamwambia Allah aongeze hilo kwa mtume la kumsifia na kumtaja kwa uzuri mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumelala vizuri? Naam. Wa ala alihi, na ali zake, maana familia yake, wa sahbihi, na masahaba zake, wa sallam, na asalimishi, yani sallallahu wasallam, yani Allah yusalli alayhi wa yusallim alayhi, na amfikishi amani. Wa sallam, yani wa sallama Allah alayhi. Sawa. Wasallama Allah bimaana, na ampe amani, yani kama unasema hivi sallallahu alayhi wasallam, yani salatullahi alayhi, wa kwa sababu umesema sallallahu, salla ni fi'l madhi, yani Allah subhanahu wa ta'ala yusilu salatahu ala Muhammad wa sallama wa yusilu salamahu aidan. Allah afikishe swala zake kwa mtume Muhammad na afikishe salamu zake kwa nani? Ndio hiyo wasallama. Idhan kama mambo wasallama ni fi'l madhi na salla vile vile ni fi'l nini? Fi'l madhi. Angalizia huko. Angalizia huko. Angalizia. Angalizia. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi, kutafuta elimu, fariidatun. Na subhanallah, yani hiki mimi nimekisoma na kuhifadhi kipengele hiki, niliafikisha kuhifadhi hapa tu mwaka 2006 2007 hii hapa, na alionihifadhisha hapa anaitwa Sheikh, anaitwa Abdullah, alikuwa ni Mrangi, imamu wa Masjid Vibandani zamani, kabla ya Sheikh Sadiki. Ndugu yake Sheikh Yusuf ndio ndugu yake, anaitwa Abdullah Mrangi, yupo Mkundi huko sasa hivi. Yupo Mkundi, sasa mfahamu, yupo Mkundi sasa hivi. Unamjua Abdul Abdullah Mrangi? Ndo alinihifadhisha hapa. Alienda naam, ahsanta, alienda Yemen. Aliendaga Yemen. Kwa hiyo yeye mwaka huo 2006 ndo amenisomesha kitabu hiki.
pale Masjid Mbuyuni, kitabu Risala al-Jami'. Kwa hiyo 2006 mpaka leo miaka mingapi? 19. Miaka 10 ngapi? 19. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi, kutafuta elimu, fariidatun, ni faradhi, lazima, ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu mwanaume, wa muslimatin, na muislamu mwanamke. Ziada wa muslimatin ni ziada sio sahihi. Ziada wa muslimatin la yasih. Tamam? Na hadithi ni riwaya kutoka kwa Anas ibn Malik alayhi radhiyallahu ta'ala anhu, kama dhakarahu au kama akhrajahu Ibn Majah, inda Ibn Majah, lakini wa muslima sio sahihi. Ziada wa muslima dhaif. Hii ziada ni dhaif. Amma riwaya sahihi ni talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, ni faradhi kwa kila muislamu. Idhan min babil amana alilmiya, lazima useme na wewe na utafsiri kilichoandikwa maa kubainisha, nabainisha kwamba hii iko hivi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan, amma hadha alhadith fa sahih, hii ni sahihi. Hii man salaka tariqan, atakayefuata njia, salaka, atakayefuata njia, yaltamisu, anatafuta, fiha, katika hiyo njia, ilman, elimu. Riwaya mashhur ni sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, lakini ametumia vipi? Salaka Allahu bihi, atampitisha Allah mtu huyo, tariqan ila aljanna, njia kwenda wapi? Kwenda peponi. Neno tariq ni mudhakkar na muannath, mithlu sabil. Sabil, qul hadhihi sabili, hakusema qul hadha sabil, hadhihi sabili. Sabil yuannath wa yudhakkar, mithluhu at-tariq yuannath wa yudhakkar. Tariq inakuwa mudhakkar na muannath, na sabil aidan inakuwa mudhakkar na nini? Na muannath. Hadha as-sabil, hadha as-sabil, hii njia, wa hadhihi sabil, wa hadhihi as-sabil. هذا طريق وهذه الطريق، يذكر ويؤنث. Kwa hiyo atakayefuata njia ya kutafuta ilmu, Allah humpitisha, salaka Allahu bihi, Allah humpitisha tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Wa ba'du, baada ya kusema hayo, fahadhihi masailu mukhtasara, haya ni masail, masuala, majambo mukhtasara, yaliyofupishwa. Kasema ni mukhtasara, mukhtasari, kwa ufupi. Min ba'dhi kutubi hujjati alislam, min ba'dhi, kutoka katika baadhi, kutubi hujjati alislam, vitabu vya hujjati alislam, al-Ghazali, al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahmatullahi ta'ala. Huyu ni Abu Hamid. Katika muasirun kuna anaitwa Muhammad Ghazali, huyu ni Masri, huyu ni Misri. Muhammad Ghazali, sio huyu Abu Hamid Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni lakabu ambazo watu hupewa, kama unavyosikia Sheikhul Islam, Sharafuddin. Zamani ilikuwa hizo zipo, na ukirejea kitabu cha Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid ametaja majina kama haya. Mfano Al-Imam an-Nawawi anaitwa nani? Laqab yake anaitwa nani? Shamsuddin. Shamsuddin. Sawa. Ibn al-Qayyim kadhalika anaitwa Shamsuddin. Shamsuddin. Haya majina wamekuwa, ukirejea unakuta vitabu vyao wanasema wao wamekuta wakiitwa hivyo, mpaka pakawa kuna ugumu wa kubadilisha wasiitwe tena Shamsuddin au Hujjatul Islam au nani, pamekuwa pana shida. Hata vitabu vyao ukisoma kwenye taarifu zao, tarjama zao, unakuta wameandikwa Shamsuddin. Sawa, wamewekewa pale mwanzoni, anasema tulikuta sisi tukiitwa hivyo, pakawa kuna ugumu kubadilisha majina hayo. Na hii Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid ameitaja katika qismu
ya majina ambayo wanachuoni wamekirihisha kuitwa mtu hivyo. Kwa sababu anaweza akaitwa Shamsuddin alafu akawa ni muhuni tu. Yaani inakuwaje awe ndo jua la dini alafu mtu anafanya mambo mengine yalivyokuwa ajabu ajabu, akakirihisha. Wanachuoni ametaja jumla ya majina ambayo ni makruhu, mustahabu mtu kuitwa majina hayo. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, anamtaja kwa uzuri akinukuu akisema kwamba al-Imam al-Ghazali mwishoni mwa maisha yake alikufa akiwa katika manhaji ahli sunna wal jamaa. Mwanzoni al-Imam al-Ghazali hakuwa katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa, lakini wakati anakufa alirudi katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema mata wa sahih al-Bukhari ala sadrihi, mata wa sahih al-Bukhari ala sadrihi, amekufa hali ya kuwa sahih al-Bukhari kwa wapi? Kifuani mwake, akiwa anaifanyia murajaa au akiwa anasoma sahih al-Bukhari. Lakini mwanzo hakuwa katika manhaji ahli sunna jamaa, katika manhaji mutakallimin al-Imam al-Ghazali. Na miongoni mwa vitabu vizuri alivyoviandika katika ibada, katika taa, katika raqaiq ni kitabu kinaitwa Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, kitabu jamil jiddan. Kataba nani? Ameandika nani? Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Abu Hamid alikuwepo kipindi cha daulati Salajiqa, daula ya Salajiqa, katika kipindi cha kina Nizamuddin. Upande wa pili kipindi kile cha Ashia al-Batiniya kina Hasan Sabbah, ndiye alikuwepo nani? Huyu bwana Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Katika miongoni mwa watu wanaojutia katika elimu zao ni Abu Hamid. Abu Hamid mwanzoni hakuwa akiandika ilmu yake, hakuwa akihifadhi, hakuwa akihifadhi ilmu yake kichwani, mpaka siku hiyo majambazi wamemuingilia wakatia moto vitabu vyake vyote. Na hapo wanachora anasema ilmu nyingi ya Imam al-Ghazali ilipotea hapo. Walimkamata akachukua vitabu vyake wakavitia moto vyote. Abu Hamid angekuwa ameandika kichwani, angekuwa amehifadhi kichwani, kungekuwa na uwezo wa kurudisha yale masala, lakini hakuwa akihifadhi elimu yake kichwani, anaandika zaidi kwenye makaratasi. Majambazi wakaja wakachukua vitabu vyake ili ajikokee moto, wakavitia moto vitabu vyake, kama katika sura ya Fitna. Tayib, kwa anasema hizi fawaid nimezichukua kwenye kitabu, baadhi ya vitabu vya Hujjatul Islam al-Ghazali. Akasema ghaliban, aghlab, yani kwa jumla mu'taridha, aghlab ya haya masail nimechukua kutoka kwenye vitabu vyake. Man arafaha, atakayefahamu hayo masail, wa amila biha, na akayafanyia kazi, narju lahu min Allah, tunamtarajia mtu huyo kwa Allah, an yakuna min ahli alilmi, awe ni katika watu wa ilmu, dhahiran, kwa dhahiri, wa batinan, na nani. Sheikh anataraji hivyo, atakayefanyia kazi haya atakuwa ni katika ahli alilmi batinan wa dhahira, wa billahi at-tawfiq, na tawfiqi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo khutba yake au mukaddima wake Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi umeishia hapo. Kisha akasema arkanul islam, nguzo za Uislamu. Arkanul islami khamsatun, nguzo za Uislamu ni 5. Dalili ya hizi nguzo 5 ni hadith ya Abi Huraira na hadith ya Abdullah ibn Umar na hadith ya Jibril. Hadith ya Jibril عند مسلم au hadithi ya tunasema ya Umar ibn al-Khattab. Ndio pokea hizi hadithi, hizi ndizo ambazo zimetaja au miongoni mwa hadithi zilizotaja nguzo 5 za Uislamu. Na ndio maana Imam an-Nawawi katika al-40 an-Nawawiyya ameziweka, kwa sababu ni hadithi ambazo zinakusanya fihi jima'u din, mambo ya dini yamekusanya kwenye hadithi zile, akhlaqiyat, usuli, misingi ya dini zipo kwenye kile kitabu.
ndio maana akaweka hizi hadithi. Hadithi ya Abu Huraira ndio hii hapa, iktibasi yake ndio hii, shahadatu an la ilaha illa Allah, kushuhudia kwamba hapana mola abudiye kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Shahada ya kwanza. Ya pili, iqamus sala, kusimamisha sala. Na kwa nini akusema iqamatus sala? Amesema iqamus sala, amesema iqamus sala takhfifan katika lugha. Asili ya neno ni iqamatus sala, iqamatus sala. Ameondosha taa mwishoni takhfifan, yuqalu hudhifat at-ta'u takhfifan, taa imeondoshwa kwa ajili ya takhfif, kuleta tahafifu na wepesi. Ya pili, kusimamisha swala. Ya tatu, itau zaka, kutoa zaka. Ya nne, saumu ramadhana, kufunga Ramadhani. Ya tano, hajjul baiti, kuhiji nyumba. Albaiti hapo imekuwa ni maarifa na alkaaba. Man istataa ilayhi sabila, kwa yule anayeweza kwenda au kufuata njia kwenda katika hiyo nyumba kuhiji. Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku hija katika nyumba yake tukufu. Tofauti ya hadithi ya Abi Huraira na hadithi ya Abdullah ibn Umar. Hadithi ya Abdullah ibn Umar ametanguliza hajjul baiti wa saum Ramadhan. Hiyo ya nani? Ibn Umar. Kwa hiyo nguzo tano wasema vipi? Wa hajjul baiti wa saum Ramadhan. Abdullah ibn Umar yeye amejalia funga ni nguzo ya tano kwenye riwaya yake. Abu Huraira amejalia funga ni nguzo ya 4, haji nguzo ya 5. Na hadithi ya Jibril pia, mtume alipoulizwa akhbirna anil islam, akataja funga kwanza, kisha akataja nini? Akataja haji kwa ziada hii, man istataa ilayhi sabila. Akasema ma'al ikhlasi, haya yote haya pamoja na ikhlas wa tasdiq, na kusadikisha. Unaweza kuwa na ikhlas lakini husadikishi, huoni kama ni ukweli hiki unachokifanya. Kwa hiyo kuwa na ikhlas lakini pia usadikishe kwa moyo wako. Faman lam yakun mukhlisan, basi asiyekuwa na ikhlasi, asiyetakasa nafsi yake kwenye haya, fahuwa munafiqun, ni nani? Ni mnafiq. Waman lam yakun musaddiqan, na yule asiyekuwa mwenye kusadiki biqalbihi, kwa moyo wake, fahuwa kafirun, yeye ni kafir, ametoka kwenye Uislamu. Kufanya unafiki, kutokuwa na ikhlas maana yake ni unafiki. Kutokusadikisha maana yake ni kutoka kwenye Uislamu. Qawaidu al-aqaidi, kanuni za aqida. Kanuni za aqida. Na Sheikh hakutaja arkanul iman, hakutaja arkanul iman, kataja nini tu? Qawaidul aqida. Ama Abdurrahman Mashhur, Umar Abdul Jabbar na nani wengineo, Safinatus Salam ametaja arkanul iman, Safinatun Najah ametaja arkanul iman, mathalan ametaja arkanul iman. Na Sheikh hajataja, wallahu a'lam, imma aliowaandikia kitabu anafahamu hivyo, lakini kwani aliowaandikia walikuwa hawafahamu arkanul islam? La, amezihusisha arkanul islam hapa ala ma yadhharu indi wal ilmu inda Allah, kwa sababu ndani atasherehesha swala, atasherehesha zaka, atasherehesha funga, atasherehesha haji. Kwa hiyo kutanguliza arkanul islam hapa mwanzoni kama vile bara'atul istihlal, kwamba hiki kitabu ni sharh ya hizi nguzo tano. Sitaji arkanul iman kwa sababu kitabu si cha aqida, lakini nitataja kanuni ndogo tu kuhusiana na masala ya aqida, kwa sababu pia mtu hizi arkani tano anakuwa na tasdiq, na tasdiq ni aqida. Tasdiq na ikhlas ni wapi? Ni moyoni. Ndio maana akasema qawaidul aqaidi wa aslul imani, asili ya imani, an ta'taqida anna Allah mawjudun, ni kuitakidi kwamba Allah yupo. Sawa? Msingi wa imani huo ni kuitakidi kwamba Allah yupo
ndio kwa tunaona nini al-imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala, na kwamba yeye Allah mtukufu, wahidun, ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika. Uitakidi hivyo kwamba Allah ni mmoja, hana mshirika. Wala mithla lahu, hana wa kumathiliana naye. Wala shibha lahu, hana wa kushabihiana naye. Tofauti ya mithlu na shibhu ni nini? Mfano wake, umeona hiki kidole? Umekiona kidole hiki? Kidole hiki ni mithlu hiki, yani umithilishwaji kuna kuafikiana asilimia kubwa baina ya mfananishaji na mfananishiwa. Yani ukisema hiki ni kama, yani hiki ni kama hiki, ndio mithl. Yani hadha mithlu hadha. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwingine kama yeye, ndio la wala mithla lahu, hakuna mfano wake. Yani kwamba pawe na mwingine kama Allah, hayupo. Alafu shibha ni yule anayeshabihiana naye. Inawezekana akawa anatofautiana kwenye baadhi ya sifa, lakini anashabihiana naye. Yani kwa mfano, mkono wangu kama wako, lakini unatofautiana kwenye ukubwa na udogo, lakini ni shibhu. Au hadha shibha hadha, wewe unashabihiana na huyu, kama vile mtoto anashabihiana na nani? Na baba yake. Lakini wakiwa mapacha, hadha mithlu hadha, yani huyu ni kama huyu. Ni katika takrib, walillahi mathalul a'la, tunakaribisha utofauti wa mithli na nini na shibhu. Idhan mithlu la mithla, Allah hana kama yeye, yani hayupo kama yeye. Ndio maana nasema laysa kamithlihi shay'un, si kama mfano wake Allah kitu chochote, hakuna kitu chochote mfano wake. Wa huwa as-sami'ul basir, na yeye Allah ni mwenye kusikia, ni msikivu zaidi. Ndio maana akatumia sami' mubalagha, basir, mwenye kuona sana. Maneno haya ya shekhe yanakanusha kuona vitabu hivi ni vya kibid'a. Kwa mfano chapa kama ile pale ya wana Suleimani pale, zile chapa baadhi ya vijana wanaita ni chapa za kibid'a, na kuonekana kitabu hicho ni cha kibid'a kwa sababu chapa yake ni ile tu, au kwa sababu wazee zamani ndio walikuwa wanasoma vitabu hivi. Jamani, si ndio? Ar-risala hizo, tafuta mzee aliyesoma madhhabu ya Kishafi afu ajui risala, mtafute ni nani. Shekhi kwenye madhhabu ya Kishafi lazima anajua ar-risala, anaijua. Al-muqaddima ndio usiwaambie wanaijua al-muqaddima kama nini, al-muqaddima al-hadramiyya wanaijua vizuri, al-ghaya wanaijua vizuri kweli kweli. Lakini sisi tulipokuwa kipindi kile ni washamba kwenye haya masala, yani mimi nikasome al-mabadi, kitabu cha Kibabu, unaona cha Kibabu, Safina, kitabu cha Kibabu. Mfano kama sisi kule Tanga tunaona vitabu vya Kitamta, tunaita vitabu vya Kitamta. Kuma masala sio vitabu vya Kitamta. Angalia hii tauhidi iliyotajwa hapa, hii si aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Hii ndio hii aqida, hii itikadi ya Ahlus Sunna ndio hii. Laysa kamithlihi shay'un, hii ndio aqida ya Ahlus Sunna. Kwa hiyo mara nyingine tusikurupukie kuvijaji vitu bila hata kujua ndani kuna nini. Na hawezi mtu akawa yuko sawa sawa alafu akakataa vitabu kama hivi, kama yule bwana ambaye alikuja kuambia watu wasije kuhudhuria darasa kama hizi kwa sababu hakuna dalili ndani yake. Nilimasimulia hicho kisa wakati niko Sudani, nilikuwa nasomesha katika Masjid Dawda, msikiti wa pale Jamia. Nilikuwa nasomesha baadhi ya vijana wa Kitanzania vitabu hivi vya Kishafi. Kwa nikatoa tangazo. Baada ya kutoa tangazo, pakatokea kijana anawaambia msiende kusoma, kwa sababu vitabu anavyosomesha, mfano al-mabadi al-fiqhiyya, sijui hiyo an-nubdha, sijui hiyo al-ghaya, havina dalili ndani yake. Na sisi manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa lazima pawe na aya na hadithi ndio kuchukua. Akazuia watu wasije kusoma
kwa sababu hiyo. Sasa huu ufahamu sio sawa, na hoja yake ilikuwa ni maneno ya Said Sabiq katika fiqh sunna, mukaddima mwanzoni, akiwa anazungumzia masala ya at-tamadhhub, kufuata umadhehebu. Akasema umadhehebu ndio uliochangia watu kutoka katika Qur'ani na Sunna, huo ndio uliochangia. Kwa hiyo kusoma vitabu hivi vya kimadhehebu kunawafanya watu watoka katika nini? Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo kwa msingi huo, kwa uelewa wake yeye, kwa msingi huo akawazuia watu wasome vitabu hivi. Kwa mimi sikushangaa, kwa sababu alikuwa ni mtu wa laboratory, mtu wa maabara. Haikuwa ni shakhsia sharia mutarasikha. Aliongea kwa mtazamo wake na alivyofahamu yale maneno pale, lakini sio sawa. Kila mwanachuoni ana uslubu wake wa kuandika vitabu. Kuna mtu ambaye anakwenda uslubu wa dalili tu, uslubu wa dalili, tab masala dalili. Kuna mwingine anafanya uslubu istinbati, yeye anaandika kwa istinbati yake kwenye masala. Kwa mfano kama hii hadithi hizi nguzo za Uislamu hizi, mimi nimewatajieni, kuna hadithi ya Ibn Umar, kuna hadithi ya Abi Huraira, kuna hadithi ya Jibril. Manake ni masala ambayo yana dalili, bali kwenye Qur'ani yapo kwenye Qur'ani. Kuswali si ipo? Shahada, shahida Allah an la ilaha illa Allah, an la ilaha illa huwa wal malaika. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Kwa surah Muhammad, katika surah Safat, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Safati 35 hivi 35 pale. Muhammad 19, Safati 35. La ilaha illa Allah imekuja kwenye Qur'ani kusomesha sala, wa aqimus salah, zaka wa atuz zakah, sawm ramadan, kutiba alaykumus siyam, alhajj, walillahi ala an-nasi hajjul bayt wa istata'a ilayhi sabila. Zipo kwenye Qur'ani. Sasa kwani lazima mtunzi dalili aweke hapa? Wewe mwalimu, wapi wanafunzi wako dalili ya hayo masala? Kwa lazima tutambue kwamba wanaoandika vitabu mashehe huandika kulingana na hadhira walioikusudia. Ndio maana akasema masail mukhtasara, haya ni masala kwa ufupi. Nikiongeza aya na hadithi humu yatakuwa marefu. Lakini si kwamba shekhe alikuwa sio alimu, kaamua tu kuandika katika mfumo kama huu basi. Kwa hiyo shekhe anatuonesha hapa tauhid ya hali ya juu, kuthibitisha sifati za Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyokuja kuona huko mbele. Anasema khalaqa as-samawati wal ardh, ameumba mbingu na ardhi. Hapa ni kuthibitisha as-sifa al-fi'liya. Al-fi'liya, na hiyo ni nini? Inaitwa tauhid gani hiyo? Tauhid nini? Ar-rububiyya, ifradu Allah ta'ala bi af'alihi, kumpwekesha Allah kwa matendo yake. Khalaqa as-samawati, tauhid ar-rububiyya, yeye ndiye ameumba mbingu, ameumba na ardhi. Kukiri hivi, hiyo ni ar-rububiyya, wampwekesha Allah kwa vitendo vyake, kwa kuitakidi kwamba hakuna aliyeumba isipokuwa yeye, na mpwekesha kwa kuitakidi kwamba yeye peke yake ndo kaumba hivi. Hiyo ni tauhidur rububiyya. Wa khalaqa al-mauta wal hayata, ameumba kifo na uhai, kama suratul Mulk aya ya 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili awape mtihani ni nani miongoni mwenu mwenye matendo mazuri. Wa ta'ata wal ma'siyah, Allah ameumba taa, ameumba na maasiya, lakini la yarda liibadihi al-kufr, wala yarda liibadihi al-kufr, Allah haridhi kufuru kwa waja wake. Wasihhata, ameumba afya, siha. Wasaqama, na maradhi Allah ndo kayaumba. Yanakusibuja mja wangu akiwa katika a'radhu fulani, kwenye hali ya hewa fulani, kwa jinsi nilivyomuumba mwili wake, ukipungua vitu fulani tu basi maradhi yatampata, na akitumia dawa fulani tu maradhi yataondoka. Allah kaumba siha na nini na maradhi.
na akaweka pia visababishi vya kupata maradhi na visababishi vya kukupa wewe siha. Allah wote ameumba. Rejea katika sura Ash-Shu'ara, aya ya 80. Ibrahim anasema vipi? Wa idha maridtu fahuwa yashfini, pindi ninapoumwa Allah ndo anifanyaje? Ananiponya. Allah ndo anayeniponya. Wa jami'al kauni, ameumba ulimwengu wote, al-kaun, ulimwengu wote, wa ma fihi, na vilivyomo ndani ya ulimwengu aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa al-khalqa, Allah ameumba viumbe, wa a'malahum, na matendo yao. Na hii ni aqida khalisa ya ahli sunna wal jamaa, ni aqida ya moja kwa moja piwa ya ahli sunna, wanaitakidi kwamba Allah kaumba waja na matendo yao. Al-qadariyya na jabriyya hawaoni, maana hawa ni makundi mawili, tarafai naqid baina qadariyya na jabriyya. Hawa wako huku ni makundi mawili yanakinzana katika misimamo yao. Wote hawaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaumba matendo. Huyu anaona kwamba mja ni mujbar, mwenye kulazimishwa. Huyu anaona hata maasi anayofanya mja ni kwa kadari za Allah. Mtu akizini, qadar Allah kadiria. Kwa maana hiyo kama Allah amekadiria mimi nizini, hata niadhibu. Wamezembea katika qadar. Hawa nao wakasema mja kila anachokifanya amelazimishwa. Akiswali kuna nguvu, internal force inampush kufanya vile, sio ridhaa yake. Lakini Allah anasema inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Allah amethibitisha mashia, ndio kama kila mtu anautashi, lakini mashia yake, mashia ya abd tahta mashiati Allah subhanahu wa ta'ala, wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Sisi tuna utashi, lakini utashi wetu upo chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah ana kitabu kinaitwa Khalqu Af'al al-Ibad, جزء خلق أفعال العباد أو خلق من أفعال العباد، خلق أفعال العباد، جزء خلق أفعال العباد، أو يقول أنا خلق أفعال العباد. Kitabu akizungumzia ndani yake kwamba matendo ya waja yameumbwa. Nimepiga hivi, hiki kitendo pia kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanataka aya, Allah anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na mnavyovifanya. Maana yake ni nini? Usielewe au usilazimishe kwamba Allah katika uumbaji wake akaumba kupiga, akaumba kula kama kitendo. Maadamu kaumba mtendaji, kinachozalika kutoka kwa huyu mtendaji pia ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana anachoona akisema kwenye kauli Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl, wa yakhluqu ma la ta'lamun, alivyotaja wale wanyama, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Alivyotaja wale wanyama tunawatumia akasema wa yakhluqu ma la ta'lamun, na Allah anaumba vipando vingine ambavyo hamvijui. Wanachona wanasema ni tunaona sasa hivi magari, ndege. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, maana hawa wanaambiwa wale wa kipindi kile Allah atakuja kuenda vitu vingine nyinyi hamvijui. Lakini wa yakhluqu ma la ta'lamun katika viumbe pia, si kila siku ambiwa. Mfano baharini wamegundua 5% tu, uchunguzi wa wanasayansi baharini ni 5% tu, 5 tu baharini basi. Na kila siku watu wanavua samaki mpya, wanashangaa hata jina lake hawajui mwite jina gani. Kila siku watu wanavumbua. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah anaendelea kuumba, idhan wa khalaqa al-khalqa, Allah ameumba viumbe, wa a'malahum, na matendo yao pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba. Wa qaddara arzaqahum, na amekadiria riziki zao. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah anakunjua riziki kwa mtakaye na anazuia. Wa yaqdir, yani wa yaqdir habas, kwa maana anakadiria lakini anatoa kwa kiwango.
ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر يعني ضيق, ومن ضيق عليه رزقه, yule ambaye itabanwa riziki yake. Ndio maana hiyo yaqdir, sio lazima hiyo kwa maana anakadiria kiwango maalum, la yabsutu wa yaqdir maana wa yudayyiq, anabana pia riziki kwa yule amtakaye. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, Allah ndo razzaq, mwenye kuruzuku. Wa ajalahum, na ameumba ajali zao. Ajali hapa ni nini? Ukomo wa umri zao, umri wao. Ajali zao manake ni ule mwisho wa umri wao, kwamba atakufa lini mtu, atakufaje. Allah pia amefanyaje? Ameumba. Akasema la tazidu, hazizidi hizo nyakati zao za kuishi, wala tanqusu, wala hazipungui. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, au la yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun, hawatocheleweshwa hata muda kidogo, wala hawatotangulishwa. Muda wao ukifika tu. Sasa Allah asemaje mwishoni mwa suratu al-Munafiqun? Anasemaje? فأصدق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Allah hatoichelewesha nafsi ajali yake ikifika, ule muda wake wa kufa. Idhan ajali ni ile time iliyoandikwa mtu afe, atakufa muda gani, ndo hawacheleweshewi kwa maana basi mwacheni kama dakika 5 akaswali, wala hauongezewi, haucheleweshwi kwa maana mtu atakufa chini ya muda wake au kuongezewa akafariki muda mbele. Wala yahduthu hadithun, wala hakitokei cha kutokea. Wala yahduthu, wala hakitokei hadithun cha kutokea, illa biqada'ihi, isipokuwa kwa kadhaa, kwa hukumu ya Allah, wa qadarihi, na qadari yake, wa iradatihi, na utashi wake, kutaka kwake, irada yake. Sawa? Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kila kitu tumekumba kwa qadar. Nini tofauti ya alqadar walqada? Alqada walqadar, ma alfarq bainahuma? Naam, tuambie. Tofauti ya alqadar wa alqada. القدر القضاء. kati ya alqadar na alqada kipi kinaanza? Inaanza qadar. Sawa? Qadar, Allah amesema fulani ataumbwa, sawfa yamrad fi ilmihi, sawfa yamrad, atafanyaje? Ataumbwa. Kweli maisha yakaenda, kwenye qadha hapa Muhammad marid, Muhammad ni mgonjwa, anaumwa. Sawfa yamrad, Allah kaandika ataumwa. Kwenye al-qadha Muhammad marid, Muhammad anaumwa. Maana nini? Allah kaandika ataumwa kutokea alichokipanga Allah. Hiyo ndio al-qadha, yani Allah anapitisha ile kadari yake. Maana vizuri, maana limetokea ajali pap, kule ajali kutokea ni qadha. Ama qadar iliandikwa kwamba atapata ajali huyu, kutokea ile ajali ile ndio qadha. Allah ndo amehukumu hivyo kwamba itatokea ajali baada ya kuwa ameandika. Kwa qadari inaanza, al-qadha inafuata. Ingawaje kwenye maelezo imekaa kusema al-qadha wal qadar, kwenye sentence al-qadha wal qadar ndio inanoga, ndio sema al-qadar wal qadar, al-qadha wal qadar, lakini qadar inaanza kabla ya nini? Ya al-qadha. Tayeb, Sheikh, tuko pamoja? Kama kuna swali nisimamishe uniulize.
طيب, wa annahu ta'ala, na hakika yeye Allah mtukufu, hayyun, yuko hai. Kwa sura al-Baqara, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Kwa sura Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Sawa? Alimun, Allah ni alim, mjuzi. Ilmu yake laisa ka ilmi makhluqatihi, ilmu ya Allah si kama elimu ya viumbe wake. Binadamu ana ilmu, hana ilmu. Anayo ilmu. Allah na ilmu, hana ilmu. Idhan wanaokanusha sifa wasema uwezo kaambia Allah na ilmu. Ukisema Allah na ilmu umemfananisha na binadamu, kwa sababu binadamu ana ilmu na Allah naye anakuwaje na ilmu sasa? Unakuwa umemfananisha Allah na viumbe wake. Umeelewa vizuri? Lakini hadha la yalzam hadha. Kuku ana elimu, hana elimu. Kuku ana elimu, hana elimu. Anayo, si ndio? Au hana? Ya darasani hii ya kusoma hana, lakini ilmu anayo kuku, si ndio? Ndio maana anajua hapa nikachakule, ukishika yai lake anasema mimi silali hili. Kuku anajua anasema hili limeshikwa, hili silali. Anajua mayai yameharibika. Anajua mimi mtoto wangu huyu muda gani. Kuku anajua mpaka siku 28 kwamba siku 28 sasa hapa nimemaliza, natakuwa niingue mayai. Anajua kugeuza lile yai, lakini ilmu ya kuku kama yako. Tukupe mayai ya kuku kalalie kama hujayavunja. Kwa ilmu zinatofautiana, kama sisi viumbe ilmu zetu zinatofautiana. Vipi ilmu ya Allah isitofautiana na ilmu yetu? Kwa hata ukiambiwa Allah ana mkono, Allah ana mguu, Allah ana jicho, Allah anaona, anasikia, si ndio? Allah anazungumza, usilazimishe kwamba uzungumzaji wa Allah uwe kama ninavyozungumza mimi hapa, abdun dhalil. Sio la vizuri. Ikiwa viumbe tuko tofauti, vipi aliyetuumba sio tofauti na sisi? Sio la vizuri. Allah ana mkono, lakini muulize, hebu shika mkono wa kikapu. Kikapu kina mkono. Kikombe kina mkono, kina mkono. Kikombe kina mkono. Ndoo ina mkono, haina mkono. Nikwambia wewe mkono wako kama wa ndoo, utakubali? Huwezi kukubali. Kwambia una mkono kama wa nyani, unakubali au hukubali? Haukubali, kwa sababu unaona kama vile ni dhambi. Vipi umfananisha Allah mkono wake na mkono wako wewe? Kwamba unalazimisha uwe na vidole kama vya kwako, uwe na kucha. Wewe kucha umewekewa ili upate kushika. Lakini mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Allah alivyokupa unavihitaji. Allah mikono yake taliqu bijalalihi. Tunaelewa vizuri? Taliqu bijalalihi. Alivyo Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kumuelezea kiasi kwamba yuko hivi hivi ukapata sura kama mkono wake kama wangu mimi nafinyanga ugali. Mkono umepewa ufinyange ugali. Allah hali, Allahu samad. Naam. Mathalan lahum ma yasha'una fihi wa ladaina mazid. Naam. Naam. Aslu jamal. Ahsante. Yani kama wewe leo una enjoy ukiona kitu fulani kizuri cha kidunia tu, na Allah kaumba hivi, kaumba hiki, unaona twiga mzuri, unaona mtoto mzuri, unaona nyumba nzuri, gari nzuri, unaona hivyo, una enjoy kuona. Vipi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndio aslul jamal, chanzo cha uzuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana sasa hivi inakuwa ni istihala, haiwezekani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala sasa hivi, sawa? Kwa sababu hata maumbile yetu hayajaumbwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jini tu huwezi kumuona wewe, kwa sababu maumbile yako hawezi kumuona jini, achilia Allah subhanahu wa ta'ala. Jini huwezi kumuona, utakufa hapo hapo. Sababu macho, unaona macho yana ukomo. Umeona sikio lako hili? Radio tu kiongeza sauti, umevaa foni, unaona sikio lina. Idhan shukran ala al-mudakhala. Allah subhanahu wa ta'ala
yeye laysa kamithlihi shay, bas laysa kamithlihi shay. Ndio maana ulama salaf kina al-Hasan al-Basri na wengineo zinapokuja aya za sifat, aya za sifa za Allah, wanasema vipi? Amirruha kama jaat, bas zipitisheni kama zilivyokuja. Hacha story nyingi kutaka kujua kwamba kaifa stawa ala al-arsh, huku ndiko kumeingiza shaka katika nyoyo baadhi ya watu, wakazikufuru sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo salama zaidi, amirruha kama jaat, zipitisheni kama zilivyokuja, min ghairi ta'wilin, pasna ta'wil, pasna tahrif, pasna takyif, pasna tashbih, pasna ta'til. Amirruha kama jaat. Allah nasikia, naam, pitisha hivyo, amirruha kama jaat. Amirruha kama jaat, kwa duti ya shaka kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuona kwake. Muridun, tena Allah ni mwenye kutaka. Hii sio muridi wa kisufi. Muridi kwa masufi ni kama talib ilmi kwa ahli sunna wal jamaa, ito murid. Yani hii murid min al-irada, Allah na utashi, anataka. Qadirun, mwenye kuweza. Allah ni muweza. Qadirun, ana uwezo. Mutakallimun, sikia akida ahli sunna hiyo. Sheikh Al-Alawi anatuthibitishia hapa, Allah ni mwenye kuzungumza. Mutakallimun, hiyo ni sifa dhatia. Sifa dhatia ni sifa dhati yake, Allah ni mwenye kuzungumza. Maana kama Allah anazungumza, lazima atakuwa na cha kuzungumzia. Akizungumza, natija inayotoka hapo ni maneno. Si maneno yanatoka, na miongoni mwa maneno yake ni nini? Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalimat, maneno. Kule kasema ma nafidati kalimatullah, maana Allah si kumalizika. Kalamullah, idhan mutakallim, Allah anazungumza. Sami'un, Allah anasikia. Basirun, Allah ni mwenye kuona. Mwenye kuona, anaona. Ya'lamu kha'inata al-a'yun, anafahamu Allah khiana ya macho. Khiana ya macho ni nini? Ule mkonyezo, ghamza ule. Unajua khiana ya macho, anatoa tafsiri nyingine, ule mkonyezo, yani kumbinya mtu, kumpa ishara ya macho. Khainatul a'yun, khiana ya jicho, Allah anajua. Na hii haitaki kwa mtume, haitaki kwa mtume kuwa na nini? Na khiana ya macho. Alikuja katika moja ya watu ambao Mtume sallam alisema atakapokuta popote auawe. Alikuja mpaka Mtume sallam, mpaka vile kwa Mtume pale akatubia, akatubia. Baadaye Mtume akamwambia, kwa nini mimi nishamwaga damu yake, nishatanga damu yake auawe, kwa nini hamkuua? Kwa nini hamkumuua? Asema Mtume, alikuwa tunasubiri ishara yako tu, useme tu tumrukie sisi. Mimi nishatoa taarifa muda mrefu kwamba jamaa mkimkuta popote. Sasa Mtume ungetuashiria hata kutukonyeza, ungetukonyeza hata ungefanya hivi. Akawajibu akamwambia, haitaki kwa mtume kuwa na khainatul a'yun. Hiyo ni khiana ya jicho. Mtume hataki kwamba mtume hataki kuwa na hiyo. Kwa hiyo basi jamaa akatumika. Sasa kashatubia, basi uwezo kamnini tena kaacho. Akiwa Ka'b ibn Zuhair kanyata mpaka anafika kwa mtume, banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulun. Anaanza kumsifia mtume. Mtume anavua shuka, anamvalisha, na alitangaza mkimkuta muueni, lakini kampa maneno mpaka yameingia katika moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kafurahi, kavua kikoi chake, ile shuka lake la juu kamvalisha. Banat su'adu. Ka'b ibn Zuhair akatangaza tauba yake, sababu Ka'b ibn Zuhair alikuwa akimsema vibaya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mabeti yake. Mtume akatangaza mkimkuta popote muueni, popote muueni. Akawa anatembea anajificha huko porini, anajificha. Kaka yake alikuwepo huko,
Anaambia bana, mtume kashatangaza damu yako, njoo basi angalau utubie kwa mtume sallallahu bana. Kajificha ficha huko mpaka siku hiyo kajua mtume yuko sehemu fulani na masahaba zake, akanyata mpaka akafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka anafika kwa mtume akaanza kuongea maneno, banat suadu fa qalbi al-yawm matbulun mutayyam ithruha. Yani sababu ni qasida. Huyo mtu baada na jahiliya, manzo wao katika al-shi'r al-jahili, matla' ya qasida wanaanza kuwasifu wanawake zao. Kwa banat suadu, ameenda mbali mpenzi wangu Suad. Fa qalbi al-yawm matbulun, leo moyo wangu una shida kweli kweli, tabu. Iko mbele ya mtume hapo, lakini ana ujumbe wake kwa mtume, wala akumstopisha mbele ya mtume. Na wala hii sio mtu asakasema wewe ni katika hii, sio ahdi Makki, Madina ndio nidhamu ya shi'r jahili ilikuwa inaanza na mapenzi mwanzoni, lakini sio mapenzi fahish, sio fahish mabaya kwamba mtu mpaka anavuliwa nguo kwenye mashairi. Kasema tu mpenzi wangu Suad kaenda mbali, leo moyo wangu mimi upo kwenye shida, na napata taabu na moyo wangu. Kisha ndo akaenda akasema, akimwambia mtume, la ta'khudhanni bi aqwali alwushati wa in kathrat fiya alaqawil, usiniadhibu mtume kwa maneno ya wambea hata kama maneno yakiwa mengi kwangu. Wa inna rasulallahi la nuru yustadha'u bihi, mtume wa Allah ni nuru huangaziwa nayo. Muhammad min suyufillahi maslulun, ni panga miongoni mwa panga za Allah subhanahu wa ta'ala zilizonolewa kwa watu wake. Mpaka anamaliza mtume alikuwa amevaa kile shuka lake, mtume kavua, akamwambia chukua wewe hili. Na akawa ni katika masahaba wazuri, yani hasuna islamuhu, akawa anamdifai mtume, anamdefend mtume kwa mashairi yake. Tena baada ya hapo alikuwa anamsema vibaya, akawa anamsifia mtume kwa yale mashairi yake. Tena wama tukhfi as-sudur, na yale ambayo yanaofichwa na nyoyo. Ya'lamu kha'inat al-a'yun, ukisoma suratul Ghafir, suratul Ghafir 19 ndio hiyo imekuja, ya'lamu kha'inat al-a'yun ma tukhfi as-sudur. Sawa, ni suratul Ghafir aya 19. Wama tukhfi as-sudur, na yale yanaofichwa na vifua, vilivyomo ndani ya vifua Allah anayatambua. Wa ya'lamu as-sirra wa akhfa, hiyo ni sura Taha aya ngapi? Ya 7. Taha aya 7. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa, sura Taha aya 7. Khaliqu kulli shay'in, muumbaji wa kila kitu, wa huwa al-wahid al-qahhar, hiyo ni aya ya suratu Ar-Ra'd. Qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar, suratu Ar-Ra'd 16, suratu 16, Ar-Ra'd aya 16. Na sura ambazo zimesema khaliqu kulli shay ni suratu Al-An'am, andika, ambazo zimekuja khaliqu kulli shay'in, zinatofautiana huko mwisho. Ni suratu Al-An'am 102, Al-An'am 102, andika Al-An'am 102, Ar-Ra'd 16, Az-Zumar 62, Az-Zumar 62 na Ghafir 62. Al-An'am Allah anasema dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Hiyo ni Al-An'am 102. Suratu Ar-Ra'd Allah anasema qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar. Hiyo ndio imekuja hapa kwa mtunzi. Az-Zumar Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ghafir dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Sasa unasemaje eti Sheikh hajataja dalili hapa? Unataka kuwekea dalili gani wakati maneno yake ana asli kwenye Qur'ani? Wewe ndio hujui kuitoa dalili hapo, lakini dalili ipo.
Hii hapa nimekutajia. Hili neno pekee yake lina sura 4 ndani ya Qur'ani. Neno la khaliq kulli shay min Qur'ani. Wa huwa alwahid, na Allah ni mmoja, alqahhar, mwenye nguvu. Alqahhar, ambaye mwenye kughilibu, mwenye kushinda. Alqahhar, mwenye nguvu, alladhi yaqharu ibadahu, yaqharu aduwahu tabaraka wa ta'ala. Wa annahu ta'ala, na kwamba Allah mtukufu ba'atha sayyidana Muhammadan, amemtuma bwana wetu Muhammad, abdahu wa rasulahu, mja wake na mtume wake, ila jami'il khalq, kwenda kwa viumbe wote. Allah kamtuma mtume Muhammad kwa viumbe vyote. Surah 7:28, wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Surah 7:28, dalili hiyo. Lihidayatihim, kwa ajili ya kuwaongoza, awape hidayah. Lihidayatihim walitakmili maashihim, na kwa ajili ya kukamilisha maisha yao. Maisha yetu yana mapungufu kama si kwa uongofu na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Laula ad-din la sara an-nas kulluhum hamaja, kama sio dini watu wote walikuwa hamaji, kama wanyama tu. Au la sara an-nas mithla al-bahaim, watakuwa kama wanyama tu. Lakini dini inamaizi mtu, dini inamuongoza mtu avae vipi, ale vipi, aamiliane vipi, na huu ni muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maadihim, na marejeo yao akhira. Ukamilifu akhira hautimiliki isipokuwa kwa kufuata miongozo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu, na akamtia nguvu Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, akamuunga mkono bil mu'jizati adh-dhahira, kwa miujiza iliyokuwa dhahir. Sawa, arsalahu bimu'jizatin dhahiratin lilkhalqi bahirati, kama anavyosema alivyosema Ibn Raslani katika Alfiyatu Zubad, akawasifia mitume kwenye mukaddima mwanzoni, akisema arsalahum bimu'jizatin dhahiratin lilkhalqi bahiratin واختص من بينهم محمد فليس بعده نبي أبد، أو فليس بعده نبي أحد. amewatuma mitume wake bimu'jizatin dhahiratin lilkhalqi bahiratin, miujiza ilikuwa dhahiri kwa viumbe, tena yenye kupumbaza, yenye kushangaza. واختص من بينهم محمد فليس بعده نبي أحد، na akawahusisha baina mitume kuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فليس بعده نبي أحد au abada, hakuna baada ya Muhammad nabii yoyote milele. Wa hadha raddun ala alqadiyaniyya, ni raddi kwa Qadiani, makadiani, raddi yao hii, na ni raddi vile vile kwa Ahmadiyya wanaoamini kama kuna mtume baada ya Muhammad, kuna nabii baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makadiani au kwa jina lingine Ahmadiyya. Ahmadiyya na Kadiani ni wamoja, wafuasi wa Ahmad Ghulam Mirza al-Qadiani. Al-Qadiani ni kijiji ambacho anatokea huyo Ahmad Ghulam Mirza Qadiani. Ama Ahmadiyya wanaitwa nisba hiyo kwa mambo mawili, nisba kwa huyo Ahmad Ghulam, au nisba kana kama wanajidai wanampenda mtume Muhammad. Ahmadiyya yani kama wafuasi wa Muhammad. Ahmad Ghulam Mirza, Ghulam Mirza Mirza al-Qadiani. طيب, idhan wa ayyadahu, akamtia nguvu mtume wake na kumuunga mkono bil mu'jizati adh-dhahira, kwa miujiza iliyokuwa dhahiri kabisa. Wa ahammu hadhihi al-mu'jizat al-Qur'an, mu'jiza mkubwa ni Qur'ani, ni Qur'ani. Wa annahu alayhi salatu wassalam sadiqun, na hakika yeye mtume ni mkweli, fi jamii ma akhbara bihi, katika yote aliyokhabarisha, anillahi ta'ala, kutoka kwa Allah mtukufu, kama anasema Ibn Mas'ud, hadathani
Rasulullah sallam wa huwa as-sadiqul masduq, wa huwa as-sadiqul masduq. Min as-sirat, amekhabarisha kuhusiana na sirat kama ilivyokuja kwenye surah Maryam ikisema wa in minkum illa wariduha, surah Maryam 71, Maryam 71, wa in minkum illa wariduha, yani hakuna yote miongoni mwenu isipokuwa atapita hiyo sirat, atapita kwenye hiyo sirat. Wal mizan, na mizani. Ajabu kwenye Qur'ani, ile mizani ya kiyama imekuja katika sura mbili tu, alwaznu na mawazin kwa jam'i, haikuja kwa neno mizani. Neno mizani imekuja katika aya ambazo zinazungumzia mizani za kidunia, kama Shuaib alimwambia watu wake auful kaila wal mizan. Lakini mizani ya akhera imekuja mawazin, kama Allah subhanahu wa ta'ala anaposema ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا كذلك والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق. الأعراف آية 8 آية 9، أعراف آية 8 ambazo zina mizani ya akhera. Hii hapa hakuna aya hapa, lakini aya zipo. Wal mizan, surah al-a'raf aya 8 aya 9, al-a'raf kadhalika. سورة الأنبياء 48 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الأنبياء 48. المؤمنون آية 102 mpaka 103. Mzee mizani سورة القارعة آية 6 na 7. فأما من ثقلت موازينه أو من خفت موازينه. tunaona vizuri Al-mu'minuna 103 al-mu'minun. Kwa hiyo al-mizan wal-hawd, al-hawd ni hodhi, birika la maji ambalo kila nabii analo, na mtume naye sallallahu alaihi wasallam ana la kwake kwa ajili ya umma wake. Idadi ya vyombo vyake adadi nujumi sama, kwa vile idadi ya nyota za mbinguni ndio idadi ya vikombe vya birika hili, ambalo mizabu yake ni katika mtu wa Kauthar. Katika mtu wa Kauthar, unajua mizabu ni ule ukingo, mvua ikinyesha kuna gata, mizabu ni gata. Gata pia unaelewa gata? Na neno gata unajua? Bati ile na kumwaga maji, kuna kingo zile unakingia maji, maji yanaingia kwenye yasimwagike chini na kwenye chombo maalum, ndio ile gata. Zamani walikuwa wanaweka bati. Ndio gata zile. Zamani kwa tumia bati, zinakunjwa bati. Kingo au gata, zinaitwa gata kwa lugha nyingine. Kiarabu inaitwa mizabu. Mizabu. Sasa hii haudhi ya mtume, mizabu yake imetoka kwenye mto Kauthar. Ndio inamwaga hapo. Al-hawd, kuamini hivyo. Wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo, min umuri al-akhirah, katika mambo ya akhera, kumsadikisha mtume kwamba yeye ni mkweli katika hayo. Wal barzakh, na al barzakh. Al barzakh maana yake ni nini? Al barzakh, subhanallah, قالوا البرزخ في اللغة كل الحاجز بين شيئين، kizuizi baina ya vitu vingi ni barzakh. Wanakuwa ni barzakh kama ni kizuizi baina ya vitu viwili. Allah anasema katika suratul Furqan akizungumzia Bahrain, akasemaje? Waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, amejalia baina ya bahari mbili kuna barzakh na kizuizi cha kuzuia. Barzakh ni kizuizi. Idhan, ilipokuwa kaburini panaitwa barzakh kwa sababu gani? Mwanadamu amezuiwa kwenye kizuizi ambacho si duniani wala si akhera, ndio maana barzakh. Alhajiz baina shay'ain, kizuizi baina vitu viwili. Huyu yupo kizuizini baina ya duniani na akhera, ndio hapa kizuizini, ndio maana pakaitwa barzakh Kiarabu. Upo? Asante sana.
wa min suali almalakaini, lakini kumsadikisha mtume kutokana na maswali ya malaika wawili, almunkar wa an-nakir. Almunkar wa an-nakir, mtume akasema wapo, na hadithi zimethibiti, na aya ya Qur'ani ipo inaashiria hivyo. Inasemaje? yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, Allah huwathibitisha wale walioamini. Asatu Ibrahim, huwathibitisha wale walioamini fil hayati ad-dunya, katika maisha ya kidunia, kufanya taa bilqawli thabit, kwa qawli thabiti. Wa fil akhirah, na akhira. Akhira kwa kauli za wanachuoni wa tafsiri ni barzakh. Sawa, hiyo ni Ibrahimu 27. Ibrahimu 27, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ibrahimu 27. Akhira hapo ni barzakh, kuthibitishwa juu ya masali ya munkar wa nakir, malaika wawili ambao ni wakali kabisa hao. Alafu mtu anaambiwa fala yufzi'aka, wasikufadhaishe. Mtu alikafa, mtu kafa mshirikina, unaambia fala yufzi'aka, wala yuri'aka masuyuribaka wala yurihibaka min arrahb, usiogope. Kafa mshirikina, hajai kuswali hata siku moja, unaambia usiogope malaika ya Allah. Mtume mwenyewe kashushiwa utume tu hivi, kama na Jibrili pale chali, na kamjia kwa wema. Sembusa kikujia kwa ubaya, unasema usimwogope. Cheni utani jamani na talakini zenu hizo. Wa adhabil qabr, kuamini adhabu za kaburi, wa naimihi, na neema za kaburini. Kwa makaburini kuna adhabu, si ndio? Kuna nyoka, kuna kupigwa rungu mtu akiuliza swali asipojibu, kuna kubanwa mbavu zile. Lakini neema za kaburini, kupanuliwa lile kaburi, kuambiwa kwamba ungefanya maasi ungeenda huku motoni, lakini makazi yako ni haya huku peponi. Anafunguliwa dirisha kutoka wapi? Kutoka peponi, anapata hewa yake akiwa pale kaburini. Uamini hivyo. Mtume akasema amini. Kwenye adhabu ya kaburi niliwasimulia siku moja kisa hicho. Mimi nasema nimeenda kuamini adhabu ya kaburini hivi kwa macho yangu. Nimeamini adhabu ya kaburini kwa kuona hivi, sio kwa kusoma. Kuna kijana mmoja anaitwa Ali Haji rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu wa radiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa ni hafidh al-Qur'an. Alienda kuogelea kule Raskazoni Tanga na wenzake wawili, walikuwa ni mwalimu wa Avisina pale. Akafa maji, msuli akafa maji. Tulikuwa mwanafunzi mwenzetu pale Maahid Imam Shafi'i, yeye alikuwa nyuma, sisi tulikuwa mbele. Siku anafariki, tukaenda kumzika. Tumeenda kumzika makaburi ya Msambweni pale kwa Sharifu Haidari. Wakati tunamzika, tunachimba makaburi za mkwazamu. Watu wanachimba kaburi, unatoka. Chimba kaburi, unatoka. Zamu ya kwenda kuweka mwana ndani ilikuwa ni zamu yangu mimi, ndio mtu wa mwisho sasa. Yule alikombe kashachoka, ndio anatoka sasa, naingia mimi kwenda kupiga mwana ndani. Kwa hiyo nimechukua, nishachimba kaburi, mimi nimepotea. Nishapotea yani mimi. Sio makaburi yetu mimi. Kwa mimi nikashika ile sururu napiga, naona makaa yanatoka. Mkaa. Akinangu ikaenda wapi? Ikaenda kwenye ushirikina, kwamba kuna labda wanga walikuja wakafanya mambo yao. Lakini wanakujaje urefu huu? Nimeona kimo hiki yani. Nikapiga, nikawa nakuja sasa hivi. Nikakuta ubao ule umeungua wote. Ubao wote umeungua moto, ile sanda imeungua moto, mifupa ile pale imeungua moto. Kaangalia wenzangu pale, kwa na shekhe wetu pale juu. Vipi? Sema simeambiwa kaburini kuna adhabu. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب. Adhabu kaburini. Tukataka kubaini kwamba ule ni ubao umeungua moto. Umeunguaje ule ubao moto? Allahu aalam. Ubao ambao Mariamu anafunikiwa ule umekuwa mkaa. Mimi kwa hivi kwa kupiga mkaa hivi naona bisa mkaa ambao nzio imekuwa mkaa. Basi ikabidi tuhame, tumweke mwana ndani upande wa pili. Maana itabidi tukanyage sasa upande huu wenye ubao ulikuwa na mkaa ule.
tumzike upande wa pili, sababu makaburi yamejaa. Kwa tukazika upande wa pili tukamaliza. Pale inaitwa aina al-yaqin, kwamba adhabu za kaburini zipo. Na ile video ile trend sijui Tabora sijui wapi, kama sio edited, wameenda kuzika wamekaa hivi pembeni huko kaburi na waka moto kule, moto. Hiyo nimeona kwenye video kabisa, moto kaburi na waka moto. Hii hapa, hii nimeona mwenyewe kwa macho yangu. Ime nyingine Allahu a'lam bi sihhatihi, lakini hii nimeona mimi mwenyewe kwa kuonyeshwa hivi nimeona. Kwa hiyo adhabu za kaburini jamani zipo. Mtu asisikie, asije kaona propaganda tu. Wale ambao wanafariki kile mnampeleka nini, inawezekana katokea mbuzi anakuja na kimbia anakimbiza nyinyi. Aslan hali swala la kusema siku kuna mbuzi anakuja na akimbiza au kufadhaika, hadithi imekuja kwamba hali zote zile mara nyingi ambazo anazipitia mwanadamu huwa wanasikia viumbe wote isipokuwa binadamu na majini hawasikii. Hata ile kelele anazozipiga, ile roho inavyolalamika na nipeleka wapi sijui nini, wanyama wote wanasikia na kuona isipokuwa binadamu na majini hawaoni ile roho inasema nini. Kwa swala ya kushangaa mbuzi makaburini anaweweseka au anapiga mayowe au kawaida, sababu nasi imethibiti kwamba hawa wanyama wanaona hivi vitu, sisi hatuoni. Hata njio, kama kuna njio mnafuga nyumbani wanahuzunika kabisa, hata waruki wanakaa yani unaona kama wana huzuni fulani. Kwani ukisikia Mtume SAW aliposema mkisikia mbwa anabweka au mkisikia jogoo anawika, basi msabihini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wameona malaika. Na mkisikia punda analia, mlaanini sheitani, kwa sababu punda anakuwa amemuona nani? Wanaona hawa wanyama, lakini wewe huoni. Tumalizia hapa, tuchukue break kama dakika 10 alafu turudi tena. Anasema wa adhab al-qabr naimi wa anna al-Qur'ana, na ya kwamba Qur'ani wa jami'a kutubillah, na vitabu vyote vya Allah al-munazzalati, vilivyoteremshwa, haqqun. Hii ni al-iman bimadha? Bil kutub. Kwa hiyo katika arkanul iman, si ndio? Aliposema wa su'al al-malakaini, hi al-iman bil malaika. Umeona hiyo idhan al-iman billah tumeona kule, kadhalika malaikatu iko hapa, wa kutubihi iko hapo. Wal yawmil akhir ni kuamini maisha ya barzakh na ma ba'da al-akhirah. Arkanul iman pas na mpangilio direct, unahitaji jicho la kuona na unajua kama hizi ni arkanul iman. Upo Isa? Uelewe hiyo. Hapa amezitaja lakini sio kwa mpangilio. Bwana, wal jannatu haqqun, mfano sema wal malaikatu haqqun, hii hapa na malaika ni haki, ni nguzo ya imani kuamini malaika. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa jami'u ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun haqqun, na yote ya Mtume Muhammad ni haki. Al iman bir rusul, kuamini tu Mtume Muhammad ni kuamini bir rusul, kuamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo soma akakwambie hivi, hii ni aqida, nguzo za imani hizi, lakini hajazitaja kama alivyotaja katika arkanu nini, arkanu al-Islam. Faslun fi furud al-wudu, faradhi za udhu. Furud al-wudu sittatun, faradhi za udhu ni sita. Al-awwal, ya kwanza an-niyya, kwa sababu Mtume anasema innamal a'malu binniyati au binniya au al-a'malu binniya. Kuna riwaya nyingi katika hii hadithi. Athani ghaslu al-wajhi, kuosha uso. Hii ni nguzo ya pili, yani faradhi ya pili unapoenda kutia udhu, kuosha uso. Wa hadduhu, na mpaka wake uso. Uso unaishia wapi? Mpaka wa uso. Min manabiti sha'ri ar-ras, kuanzia maoteo ya nywele za kichwa, ila muntaha al-lahyaini, mpaka mwisho wa taya mbili. Lahya hii lahyaini, mwisho wa hizi taya huku. Sasa wadhaqani, na kidevu, mwisho wa kidevu. Tulan, urefu, yani urefu ni kuanzia hapo mpaka zilipoishia taya mbili na kidevu. Huu ndo uso, huu ndo uso. Osha, ukiosha uso unaosha mpaka huku unaosha. Wa ardan, na upana, min al-udhuni ila al-udhuni, kutoka sikio moja mpaka sikio jingine. Kwa hiyo usioshe hapa mbele,
ukiosha osha huku hivi. Unaosha unapitisha huku kote uso wako. Kote unaosha uso wote mpaka huku chini. Ndio maana unakuja kuona kwamba mwenye ndevu nyingi anaambiwa afanye tu hivi ndevu zake. Mwenye ndevu chache aingize maji kwenye ndevu kwa sababu anatakiwa aoshe mpaka huko chini kote. Kwa hiyo ni ya pili. Athalith, ya tatu, ghaslul yadaini, kuosha mikono miwili ila almirfaqaini, mpaka kwenye vifundo hivi viwili. Na hivi vinaoshwa. Kwa utaosha mkono wako mpaka hiki pia unakiosha, kinaingia maji mpaka huko. Hiki pia unakitia maji, hiki pia kinaoshwa. Wanachuoni wanatafsiri hii wa aydiyakum ila almarafiq, wanasema ma'al marafiq, ila hapo kwa maana ya nini? Ya ma'a. Si kwa maana ukomo uoshe mpaka hapa, yani uishie hapa tu. Ma'a, hiki pia kinaoshwa. Usipokiosha hiki hujaosha mkono bado, na udhu wako una mapungufu. Lazima ukiosha hiki kisukusuku, inaitwa shotouke. Hii jamani, hii inaitwaje hiki? Kwenye shotokani inaitwa MP uchi, inaitwa MP uchi kwenye shotokani. Hii isiita kwenye kuna ile inapigwa MP uchi. Nakumbuka zamani kidogo, enzi zangu hizo, nikiwa sio kibonge. Mas'u shay'in, kupangusa kitu, min basharati ar-ra's, katika ngozi ya kichwa. Kwa nini amesema ngozi ya kichwa, hajasema nywele? Anasema au sha'rin fi haddihi, au kupangusa nywele kwenye mpaka ule wa kile kichwa. Fi haddihi, yani fi haddi ar-ra's, katika mpaka wa kichwa. Upanguse ngozi au upanguse nini? Nywele. Ngozi nini? Kuna mtu anauwalaza asla, au mtu kanyoa kipara, manake apangusi kitu kwa sababu nywele hakuna. Utapangusa hata hiyo ngozi. Mara vizuri, mtu ana ugonjwa ule wa kuota kutokueta nywele ule, achida mbali uwalaza, ungaji uwalaza pale katika tuhesabu kama ni ugonjwa. Nywele ziote, kwa maana apangusi kichwa kwa sababu hakuna nywele. Maadamu panahesabika hapo ni kichwani, utapangusa hata kama hakuna nywele. Ndio maana kuna nasema pangusa kichwa, sawa sawa kina nywele au hakina nywele. Lakini kwa Shafi'i wanasema unapangusa baadhi tu katika kichwa, sio lazima upanguse kichwa chote. Ndio maana wao wanafanya. Sasa kosa lao la kwanza, wao wanaopangusa kichwa mara 3, kichwa wanapangusa mara 1. Kwa itifaki ya wanachuoni wa madhhabi yote, kichwa ni mara hii. Usifanyishe kichwa mara 3. Hata kama unapangusa mara 1, yani hata kama wewe upangusi kichwa sehemu yote, lakini pangusa mara hii. Kama yeye ni Shafi'i, pangusa mara 1. Nyinyi ambao mnachukua maji mnarudisha kofia nyuma, tena mwingine wala apangusi kichwa. Si kofia yake ile, anarudisha hapa tu, anamwaga maji kwenye paji la uso tu hapa, kamaliza. Toa kofia yako, kama unapangusa wewe, basi pangusa sehemu kwenye nywele au kwenye kichwa. Hapa sio kichwani ukafanya hivi. Pangusa kwenye nini? Kwenye kichwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, udhu ulionukuliwa kutoka kwake ni kupangusa kichwa chote. Kwa hiyo kwenye hili tunaachana na madhhabu ya imamu, tunamfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu alipangusa kichwa chote. Hapa tunaachana na yeye. Anasema idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, ikithibiti hadithi ndio madhhabu yangu hayo mimi. Malikia nyinyi mko sawa na Mtume, na Hanabila pia. Lakini pia Shafi'ia kichwa chote wanapangusa, lakini katika sunna za udhu. Wao wanahesabu kupangusa kichwa chote ni katika sunna. Hadi ya wajibu ni kupangusa sehemu tu hapa, lakini kupangusa kichwa chote wanakubali, lakini ni nini? Ni katika sunna, sio katika faradhi za udhu. Wanaosema kupangusa kichwa chote ni katika faradhi za udhu, maana ukipangusa sehemu katika kichwa una shida. Ambao kwenye sunna sio lazima. Yani Shafi'ia sunna kwa wengine ni kitu cha lazima, ni faradhi. Naam, wengine ni faradhi. Ghaslu rijlaini, kuosha miguu miwili, ma'al ka'baini, pamoja na kongo mbili hizi zote, hizi kongo mbili. Ma'a, mbona akatumia ma'a?
pamoja na hizi kongo mbili pia zioshwe mpaka hapa, zote zioshwe. Hivi vifupa viwili hivi pia vinatiwa maji, unavitia maji. Ya 4 at-tartibu, kufuata utaratibu, ala hadhihi al-kayfiyya, katika namna hii kama ilivyokuja kwenye aya ya suratul Maida ya 6. Aya ya suratul Maida, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Kufuata utaratibu nini? Kwa sababu Allah ametuja kwa utaratibu, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kwa hiyo Allah kavitaja kwa mpangilio huu, basi wao unapotia udhu vioshe kwa mpangilio huu. Kuna baadhi ya watu wakitia udhu wanapangusa kichwa mwishoni. Takriban ni udhu wa Mashia. Baadhi yao wanaosha kichwa mwishoni, baadaye wanapangusa kichwa. Lakini Qur'ani imetaja mpangilio ni huu. Mikono, uso, mikono, unapangusa kichwa, alafu unaosha miguu. Unaosha miguu. Ghuslul janaba, josho la janaba. Wa in kana alayhi janabatun, na ikiwa huyo mtu ana janaba, min mujama'atin, lilotokana na kushiriki tendo, mujamaa, kushiriki tendo la ndoa. Ajabu, watu wanaita tendo la ndoa hata kama kwenye uzinifu linaitwa tendo la ndoa. Sahihi ni tendo la zinaa kama itakuwa sio kwenye ndoa. Tendo la ndoa liwe kwenye ndoa ndio tendo la ndoa. Sawa? Mimujamaatin, kutokana na kumwingilia mwanamke. So lazima awe wa ndoa au nje ya ndoa. Janaba hata kama ameshiriki na mwanamke ambaye hajamuoa, janaba liko pale pale. Janaba ni hukumu kando isiyohusiana na ndoa au kutokuwa na ndoa. Au khuruji maniyin, au kutokwa na mani, binaumin, kwa kulala, au ghairihi, au kitu kingine chochote. Mfano akaumwa, akapigwa mgongoni akatoka, lazima hu ghaslu jamii badanihi, inamlazimu yeye kuosha mwili wake wote, ma'aniyati raf'i aljanaba, pamoja na nia kuondosha janaba. Kwa maana nia kuondosha janaba basi kimoyo. Aya hii ni suratul Maida, masala haya ni suratul Maida aya 6 na suratul Nisa 43, ndio dalili haya masala. Al-Maida aya 6 na An-Nisa ngapi? 43. Andika Nisa 43, Maida aya 6, ndio dalili ya haya masala. Ukirejea hizo aya mbili utakuta zimeelezea masala haya kwa uchambuzi zaidi. Nawaqidul wudu, ilan kabla nawaqid za wudu, mukhtasara haya masala ya janaba ni kwamba tunaoga janaba kwa vitu hivi viwili au sababu mbili au mambo mawili ndiyo sababu ya kuoga janaba. Kukutana tupu mbili ya mwanamke na mwanamume hata kama manii hayakutoka, na sababu ya pili ni kutokwa na manii hata kama bila kumuingilia mwanamke. Hapo mtu anaoga nini? Janaba, kinachoitwa janaba. Janaba ni hali ya kimaana, ni wasifu unaompata mtu ima kwa kutokwa na manii au kwa kumuingilia mwanamke hata kama manii hajatoka. Huyu tunaambia ana janaba. Hata kama alifanya piap ana janaba, akaoge mara moja tu hivi chwa akaoge janaba. Hata kama hakuna kilichotoka akaoge janaba. Kwa sababu gani? Kwa kule kuingia. Lakini yakitoka hata kama hakushiriki tendo anakuwa pia akaoge kwa kule kutoka. Nawaqidul wudu, vitenguzi vya udhu. Wa yanqudhul wudu'a, na vinatengua udhu, kinatengua udhu al-khariju, chenye kutoka, min ahadi sabilaini, katika moja ya njia mbili. Anasema al-qubuli, tupu ya mbele, au duburi, au tupu ya nyuma, ala ma kana, katika hali yake iliyokuwa nayo ile hali yake ya asili, au duburi, pale kwenye sehemu ya dubur na sehemu ya qubul pale ikatoka kwenye sehemu yake mahali, au kwenye hali yake hicho kilichotoka kiwe katika hali ya kuwa ni kutoka katika maeneo haya, katika hali yake ya tabiia ya kawaida. Wayanqudhu alwudu'a, cha pili, na kunatengua udhu zawalul aqli, kuondoka akili. Akili mtu kimuondokea, akiwa hana akili udhu ana, imma binaumin, kwa kulala udhu hana. Mtu alikuwa na udhu, akilala tu kiasi cha akili kuondoka, huyo mtu udhu ana. Akasema au ghairihi, au kuondoka akili kwa kitu kinginecho,
Kapigwa nusu kaputi alikuwa ana udhu, hana udhu tena. Kapata uenda wazimu, hana udhu tena. Kanywa pombe akili kaondoka, hana udhu tena. Illa isipokuwa nauma mumakkinin maq'adatahu, usingizi mwenye kumakinisha makalio yake minal ardh, ardhini, mkao wa tarabbu kama huo mlokaa hapo. Kwa Shafi'i wanasema usingizi huu hautengui, usingizi wa mtu mumakkin amemakinisha makalio yake ardhini, usingizi huu hautengui udhu. Lakini wao wanasahau hapa nyuma, wamesema zawalul aqli binaumin, kuondoka akili kwa nini? Madhhab mengine wanasema akili ikimuondoka mtu huyu sawa sawa amelala mumakkin maqalatu min al-ardh, au maadamu akili hakuna atakuwa udhu umetenguka kwa kuondoka nini? Akili. Na anayelala usingizi hafifu hata kama amesimama udhu wake uko pale pale, kwa sababu ni usingizi ambao hauondoshi nini? Mtu anajua kabisa nataka anasinzia hivi, anajua hiyo pikipiki inapita, huyo fulani anaongea, lakini ipo ni usingizi hafifu. Lakini ule usingizi wa mtu hajui, hata ukimfanya hivi asikii chochote, hata kama amekaa mumakkin maq'adatu min al-ardh, anatakiwa katia udhu baada ya hapo. Wa yanqudhu al-wudhu'a aidan, na kuna tengua udhu masu qubuli, kugusa utupu wa mbele, au duburi, au utupu wa nyuma, adamiyin, wa binadamu. Kugusa utupu wa mbele wa binadamu au wa nyuma kuna tengua udhu. Minhu, akasema kwake yeye huyo mgusaji, sasa kagusa utupu wake yeye, au min ghairihi, au kwa mwingine asiyekuwa yeye, bibatnil kaffi, kwa matumbo ya viganja huku, sehemu ambayo inahesabika kushika huku, bibatnil kaffi, wa butunil asabi', na matumbo ya vidole huku. Maana yake si kwa huku, huku hesabiki umeshika huku, ni huku kushika huku. Kushika ni huku, anatumika huku ndo kushika. Kabiran kana, amekuwa mkubwa huyo aloshikwa, au saghiran, au mdogo, walau waladahu maitan, walau akiwa mtoto wake aliyefariki, hata akiwa mtoto wake. Kuna walau kwa umekuja walau waladahu maitan, kuna walau alhamdulillah. سقط من هذه النسخة ولو. Idhan walau waladahu walau maitan, hata kama mtoto wake, hata kama ni maiti. Kweli sentence ilikuwa haijakaa sawa, nitarudi hapa, namalizia mstari wa mwisho afu narudi hapa. Wa yanqudhu alwudu'a, na kuna tengua udhu iltiqa'u, kukutana, basharatai, ngozi mbili, rajulin wa mra'atin, ya mwanamke na mwanamume, yani mwanamume na mwanamke wakigusana ngozi zao, udhu unatenguka. Kabiraini, wawili wakubwa, yani mwanamume awe mkubwa, mwanamke awe mkubwa, ni ukubwa wao sio baleghe, washabaleghe. Ajnabiyaini, ambao ni ajnabi wawili. Ajnabi ni wale ambao wanafaa kuoana, bila hailin, zikikutana ngozi zao pasi na kizuizi, kama nguo zikigusana udhu hakuna. Asema illa dhufran, isipokuwa kucha, yani ukimgusa mwanamke kwa kutumia kucha hivi udhu haujatenguka. Au sha'ran, au kashika nywele udhu haujatenguka. Au sinnan, au kashika jino, sinnan jino, udhu hautenguki. Fala yanqudhu alwudu'a, basi haitengui udhu. Kushika kucha, nywele au jino hakutengui udhu. Tumeelewana vizuri hapo? Aliposema kabiraini, maana yake mkubwa akimshika mdogo udhu hautenguki, hata kama jinsia ni tofauti. Yani mwanamume mkubwa akimshika mwanamke mdogo udhu hautenguki, au mwanamke mkubwa akamshika mwanamume mdogo udhu fanyaje? Labda akikusudia shahawa katika hilo, utatenguka udhu kwa zile shahawa, kwa yale matamanio, na si kwa kule kumgusa yule mtoto. Sasa niwatajie masala ya kugusa utupu. Masala yana khilaf katika masala ya kumgusa. Mfano aliposema mtu kumgusa mtoto wake, mama alikuwa na udhu akaenda kumuosha mtoto wake, udhu unatenguka hautenguki? Hao ni masala. Shekhe hapa anasema hata mtu akimgusa utupu wa mtoto wake udhu unatenguka. Sasa
Tunataka nikuletee masala hapa. Atakayegusa kalio lake udhu anao, kwa sababu kalio sio uchi. Sio nini kitenguzi. Atakayegusa mahali, sehemu ile ya kutoka haja ndio udhu anakuwa hana. Tumetaja kwenye kitabu chetu Fatawa za Swala. Hiyo masala tumeyataja. Aliulizwa Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi marehemu. Kaulizwa, je, kugusa utupu wa mtoto mdogo? Maana mimi nimefanya tarjama. Ile aliulizwa kwa Kiarabu. Nimefanya tarjama kwa kitabu hiki. Je, kugusa utupu wa mtoto mdogo kunatengua udhu? Kugusa utupu wa mtoto mdogo, udhu unatenguka? Ikiwa ni hapana kama haitengui manake. Anasema ni mpaka miaka mingapi inaendelea hukumu hiyo? Yaani mtu awe na miaka mingapi ndio tuhesabu udhu wake ukimshika utupu wake utengui udhu? Akasema jawabu, asili ni kutenguka kwa udhu. Hiyo ndo asili, kutenguka kwa udhu. Endapo mtu atashika utupu uwe wa mkubwa au wa mtoto, udhu unatenguka. Hiyo ndo asili. Mwanamke pindi anapomsafisha mtoto wake hali ya kuwa anamgusa kwa mkono wake, udhu wake unakuwa umetenguka. Hii Fatawa ya Sheikh. Nikataja kwenye hamish, anasema pia ni kauli ya Sheikh Ibn Baz. Hiyo kauli kwamba mtoto maana baada ya kufanya bahthi, sio nikasema hapo. Pia ni kauli ya Sheikh Ibn Baz kwamba mtu ataki mshika mtoto wake udhu unafanyaje? Unatenguka. Na Saleh Al-Fawzan hafidhahullah pia ni kauli yake hiyo. Kwenye masala zaidi ya moja, na hapa mimi nimekuwekea link zaidi ya moja. Ukipata kitabu utarejea kwenye hizo link za kauli za hawa mashaikh, nimekulinki hapa chini. Utakuta wamesema, maana yake so bla bla na link ya kile ambacho tumekizungumza. Nikasema lakini kauli ya Ibn Uthaymeen anasema kugusa utupu wa mtoto hakutengui udhu. Ibn Uthaymeen, bali hata akigusa utupu wa aliyebaleghe udhu wake hautenguki, ila akishika kwa matamanio udhu utatenguka. Ibn Uthaymeen ameshurutisha ili udhu utenguke ni kushika kwa matamanio. Manake kwa kauli za Sheikh Fawzani, Sheikh Saleh Al-Sheikh, Abdul Aziz Al-Sheikh, Sheikh Ibn Baz, umetoka kuoga kwenye kujipangusa ukapitisha mkono wako pale kati ya udhu. Kati ya umejigusa. Umejigusa. Sasa Sheikh Ibn Baz anasema ukishika kwa matamanio kwa tengua udhu. Na marja nimekuwekea hapa, marja ukirejea utakuta. Sio kama maneno yangu mimi, na rejea ziko hapa. Sheikh Uthman Al-Khamis anasema haitengui udhu kugusa utupu. Marejea yako hapa, utarejea. Sheikh Al-Albani anasema udhu hautenguki kwa kushika dhakar, bali hutenguka kwa kuichezea. Kauli iko hapa chini, rejea. Nikasema hivyo basi haya masala ya ikhtilafu baina ya ahli al-ilmi, yani ikhtilaf baina ahli al-ilmi, haya masala ni khilafia, na ni kweli masala khilafia. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. Tutapumzika dakika 5 tu alafu tunarudi kuendelea.